Siku ya pili ya kikao cha kutathmini maombi ya naibu rais William Ruto na mwanahabari Joshua Arap Sang, na kikao kimekamilika kwa siku ya pili dakika chache ambazo zimepita. Leo mawakili wa mwanahabari huyo wamejaribu kuwashawishi majaji kuwa upande wa mashtaka umeshindwa kutoa ushahidi wa kuthibitisha kwamba mwanahabari huyo alihusika katika uchochezi wa machafuko. Mwanahabari wetu Francis Mtalaki amekuwa akifuatilia kikao cha hii leo. Siku ya pili ya kikao cha kusikiza maombi ya naibu wa rais William Ruto na mwanahabari Joshua Arap Sang kilishuhudia wakili wa Sang akijaribu kupangua madai kuwa mwanahabari huyo na Ruto walikuwa ndio viongozi wa kundi lililohusika katika kupanga mpango wa kuwafurusha wale ambao hawakuwa wafuasi wa ODM katika eneo la Rift Valley. Katwa Kigen alianza kwa kuiomba mahakama kwa upande wa mashtaka ni lazima uonyeshe ni vipi kundi hilo lilivyoundwa na lilikuwa linafanya kazi kivipi. If there is evidence that Mr. Sang was part of a network, then his announcement of the event could go into his contribution for the criminal purposes of the network. We on our part are saying that it was, number one, there was no network, but even if it was there, he never announced an event. However, on the third level, if he announced it, he did not know the intention and the purpose of that network. Kigen amesema kuwa afisi ya Bensouda iwapo itashindwa kufanya hivyo, basi mteja wake hana budi kurudi nyumbani akiwa msafi kama pamba. If you do not find a network and you are an international court, if you do not find a network, then you have no jurisdiction to try this matter. It is a domestic issue if there is no network without an organizational policy. That is our position. Lakini hili lilizua mtazamo tofauti, hasa kutoka kwa jaji Chilo Ebuyo Suji aliyetoa taswira kuwa kila mmoja anakubali kuwa Wakenya waliuawa, wengine kufurushwa makwao na wali kuporwa. Ikiwa ni hivi basi, akatoa sababu hizo 4 ya kuwa hili pekee si sawa kwa kesi hizi kutupiliwa mbali. This is an international court, and if you do not find the network organization, there is no jurisdiction. All right, let's have a scenario where you have exactly the same dimensions of criminal conduct in 2 places, hypothetically speaking, the same number of people killed. It's basically the same dimension of widespread or systematic attack in 2 places, 2 different countries, countries. But in one, those who committed or alleged perpetrators are evidently identifiable, but they could not be seen in the context of a network. But in the second scenario, there is a network readily apparent. The dimensions are different. And you say that the purpose of the Rome Statute is, yes, you can let the first one go, because even though you can identify some alleged perpetrators, there is no organization behind them, let them go. But it's in the second scenario, because there is so-called organization, therefore that can be prosecuted. Then you're saying that is what the Rome Statute is. Katika chambua zake kuhusu utumizi wa redio ya Kass FM aliyokuwa akitumia kupeperusha vipindi vyake, alisema kuwa madai aliyotoa Desemba 25 mwaka 2007 ilikuwa ni habari ambazo zilikwisha tangazwa tarehe 14 Desemba ya kuwa kulikuwepo na njama ya wizi wa kura na visanduku bandia vya kupigia kura vilivyokuwa na makaratasi ya kupigia kura. Hapo kesho upande wa naibu wa rais William Ruto ukiongozwa na wakili wake Karim Khan ndio utajitosa ugani kuelezea mengi kuhusu kwa nini kesi hizi zitupiliwe mbali. Francis